Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Ripoti zinaeleza kwamba moja kati ya watu ambao watalengwa na Iran wakati ambapo Marekani itaamua kufanya shambulizi dhidi ya nchi hiyo ni pamoja na kushambulia Israel, lakini pia mlengwa ni pamoja na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Orodha hiyo ilipeperushwa na mtandao wa Ofok wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ambapo imemtaja Netanyahu, lakini mkurugenzi wa Mossad David Benia, waziri wa ulinzi Israel Katz, mkuu wa IDF Eyal Zamir, mkuu wa jeshi la wanahewa Toma Bar, mkuu wa kurugenzi ya ujasusi wa kijeshi Shlomi Binder na mkuu wa kurugenzi ya operesheni Isaac Cohen. Mchoro huo ulijumuisha picha za maofisa wote 7 akiwemo waziri mkuu bwana Netanyahu. Kupitia jarida la Times of Israel imeeleza kwamba mtangazaji alielezea sehemu hiyo, pia alitoa tishio kwa lugha ya Kiebrania akisema, tutamua wakati wa kifo chake, subiri ababil, akimaanisha ndege isiyokuwa na rubani iliyotengenezwa na Iran. Tehran kwa sasa iko katika mazungumzo na Washington kuhusu mpango wake wa nyuklia ili kuepusha mzozo unaoweza kutokea kati ya nchi hizo mbili. Wanadiplomasia wa Marekani na Iran walifanya mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja wiki iliyopita nchini Oman, mwezi mmoja baada ya rais wa Marekani kuanza kutishia kuishambulia Iran kutokana na kile kilichotajwa ukandamizaji wake wa kikatili wa maandamano ya kuipinga serikali mwezi uliopita. Iran imesema itashambulia malengo ya Israel pamoja na Marekani wakati ambapo itatoa majibu, na hivyo wakati ambapo itaanzisha mashambulizi hayo, imeelezwa kwamba moja kati ya watu ambao watalengwa ni pamoja na viongozi hao ambao ni pamoja na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, ambaye kwa muda mrefu amekuwa akiwinda vilivyo nchi ya Iran. Iran imesema katika nyakati ambazo mataifa ya Mashariki ya Kati yanapaswa kuangalia ni nyakati hizi ambapo wanapaswa kuikataza Marekani kutotumia maeneo yao pamoja na ardhi zao. Baadhi ya mataifa katika Mashariki ya Kati yameweka wazi kwamba hayatakuwa tayari kutumiwa kwa ardhi zao wala anga zao katika vita hivi ambavyo wakati huu vinatishia amani katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Siku za hivi karibuni, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alifanya ziara nchini Marekani, ziara ambayo alienda kuzungumza na rais wa Marekani Donald Trump juu ya namna ambavyo wataweza kukabiliana na Iran, ambapo katika vita vya siku 12 ni Iran ilionyesha uwezo mkubwa katika mapambano, uwezo ambao kwa namna moja ama nyingine kutokana na uwezo wake wa makombora ya masafa marefu. Na ndio maana Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu akasema katika mazungumzo hayo Iran lazima isiwe na makombora ya masafa marefu. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.